Asante ndugu mtazamaji, tunaendelea na kipindi chetu cha uongozi, na kabla ya kuanza nitasoma andiko la Mithali 27 mstari wa 21, kwa sababu leo tutazungumza habari za sumu inayoua viongozi wa kiroho. Mithali 27 sura 21 inasema, karibu ni kwa fedha na tanuru kwa dhahabu, na mtu hujaribiwa kwa sifa zake. Mtu hujaribiwa kwa sifa zake. Sumu inayoua viongozi wengi. Sumu namba moja ambayo ni kubwa sana ni kupenda na kulewa sifa. Mungu anatutumia sana. Mungu ameachilia upako mwingi. Mungu ameachilia karama za kutosha ndani yako. Bwana Yesu ameachilia uwezo wa uelewa na akili kama kiongozi. Ukizungumza vitu vinatokea, ukipanga vitu vinapangika, na unafanikisha vitu vyako vinastawi, vinakuwa vizuri. Lakini hivyo vitu vikishatokea, matokeo ya kazi unayoifanya inaweza ikainua watu, si kwa nia mbaya, lakini kwa nia njema. Wao wameumbwa tu hivyo kupongeza na kukushangilia, si jambo baya, na wakati mwingine pengine linatia moyo, linatia moyo kwamba kumbe nilifanya vizuri. Lakini kuna hatari kubwa sana ya kupenda hizo sifa. Kuna hatari kubwa sana ya kutamani kusifiwa. Kuna hatari kubwa sana ya kuzikumbatia hizo sifa na kulewa nazo. Kuna shida hii, inaweza ikakupoteza. Nakumbuka wakati Daudi amemuua Goliati. Daudi hajawahi kupanga kwaya zimbe, hajawahi kuzifundisha kwaya zimbe. Yeye aliua, shughuli imeishia pale, anasubiri kupewa kilicho chake. Lakini nyimbo zilianza kuimbwa. Daudi kaua makumi elfu, Sauli mamia, sijui manini. Vitu vikawa vigumu sana kwa Sauli, kiasi ambacho akaanza kutafuta uhai wa Daudi. Kilichosababisha Sauli amtafute Daudi ni zile sifa. Ashukuriwe Mungu ambaye amenifundisha kitu pale. Daudi hakuwahi kuishi kwenye zile sifa. Daudi hajawahi kupenda kuendelea. By the way, baada ya zile sifa alianza kutafuta. Kwa hiyo ili andiko ambalo tumesoma linatuambia mtu hujaribiwa kwa sifa zake. Biblia zingine ukisoma, Biblia Habari Njema ukisoma, inakuambia fedha ni kwa moto na dhahabu ni kwa moto, bali mtu hujaribiwa na sifa zake. Mtu hupimwa kwa sifa zake. Watu kukusifia ni jambo moja, wewe kuishi kwenye sifa ni kifo. Na viongozi wengi tumepoteza mwelekeo kwa sababu niliposifiwa jana nimesahau kuitengeneza leo iwe bora kuliko jana. Nimeendelea kusherehekea sifa za jana. Kwa najikuta anaiharibu leo ambayo kesho, kwa sababu leo ya kesho inanipa leo inanipa kesho. Nikifika kesho naanza kuichukia leo ambayo nilitumia kusherehekea sifa za watu. Sikatai, Mungu anatutumia. Una upako mwingi sana. Ukiweka mikono hivi watu wanapona. Ukiongea chochote vitu vinatokea. Lakini ogopa kuishi kwenye sifa za hayo matokeo. Kwa tatizo lipo hapo. Watu wengi wamepunguza uwajibikaji kwa sababu walikaa kwenye sherehe ya sifa zao. Watu wengi wamepoteza mwelekeo kwa sababu sifa zinapokuja haziji hivi hivi. Zinakuja na ushawishi,
zinakuja na matabaka ya watu. Kuna watu watainuka kushabikia ambao hukuwahi kufikiria kama kwa upande wako. Kuna wakati ukafanya kitu ambacho hata adui yako atakushangilia. Sasa kama ulikuwa unafunga na kuomba kwa ajili ya yule adui, ulikuwa unafanya maombi ya vita kwa ajili ya hayo maadui, utaacha yale maombi, utaacha zile juhudi za kiroho, kwa sababu uliyekuwa unamuombea yuko upande wako. Ile vita ambayo ulikuwa unapambana nayo yuko upande wako. Kwa hiyo niseme tu kwamba hatupaswi kuishi kwenye sifa za mambo ambayo tumeyafanya. Acha Mungu ajitukuze. Ni kweli kupitia sisi Mungu atafanya vitu vingi. Mungu atainua watu, Mungu ataponya watu, Mungu atasaidia watu, lakini ibaki upande wetu kwamba Mungu amefanya, utukufu una yeye. Kuishi kwenye sifa ni kuishi ni kuchezea ni kuchezea, si nitumie lugha gani nzuri, lakini ni kufanya kitu kibaya, kwa sababu sifa ni za Mungu, utukufu ni wa Mungu, mamlaka na enzi ni za Mungu. Wewe kuanza kupepelea na kuziishi zile sifa ni ile hali ya kuchukua utukufu wa Mungu na kutembea nao. Ndio maana leo unaweza kujikagua mwenyewe, ulikuwa mtumishi mzuri wa Mungu, leo hii umepotea. Ulikuwa kiongozi mzuri sana, leo hii umepotea. Watu hawakuiti tena, hautafuti tena, haufanyi chochote, kwa sababu umejaribu kuchukua cha Mungu kikawa cha kwako. Hii ni sumu mbaya na inaua viongozi wengi kwa haraka. Ondoka kwenye vikao, ondoka kwenye kalamu za kusherekea huo utukufu ambao Mungu amefanya. Punguza kama sio kuondoka. Toka kwenye maeneo ambayo kila wakati mkikaa wewe ndio unayetajwa zaidi. Ondoka, kwa sababu haikupi ufanisi. Haikupi ufanisi. Kienda kusema fulani, 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 unainua mabega unasema mimi si ndio mimi sasa. Haikupi ufanisi. Jitahidi kutoka kwenye, acha wao waseme, na waelekeze watu wamtukuze Mungu kwa kile ambacho wamekifanya. Waelekeze watu watunge nyimbo za kumshukuru Mungu kwa kile ambacho umekifanya. Usiruhusu watu watunge nyimbo waweke majina yako humo. Unakufa taratibu, unateketea taratibu. Tunasema kupenda sifa na kuziishi sifa ni homa inayoua bila wewe kuugua. Ni ugonjwa unaokumaliza bila wewe kuumwa. Kitakachotokea ni kifo ambacho tunaita ni kama vile kifo cha ghafla. Hapana, kilianza siku nyingi, ila hapo kimefanya hitimisho lake. Usipopambana na sifa ulizopewa jana, basi ujue hilo ni anguko lako la leo au kesho. Usipozuia sifa ulizopewa jana, usipozuia kuendelea kuzunguka kwenye ufahamu wako, ujue unaua uwezo wako wa ndani wa ubunifu, uwezo wako wa ndani kiakili, kiutendaji, uwezo wako wa ndani wa kuona mambo. Ule uwezo unapungua, kwa sababu sifa mara nyingi zinakuambia umefanya vizuri, umetimia, wewe ni super, hakuna kama wewe, wewe ndio mwenyewe, genius, man of hour. Ni kweli, lakini ondoka kwenye hizo kalamu, ondoka kwenye hizo meza za sherehe za namna hiyo, na waelekeze watu kumtukuza Mungu na kumshukuru Mungu. Itakusaidia sana. Jambo, sumu ya pili ambayo inaua viongozi wengi wa kiroho ni kulewa madaraka. Kulewa madaraka ni ile hali ya kung'ang'ania madaraka. Wewe ni askofu, wewe ni kiongozi wa idara, taasisi yote ya kiroho. Unapoongoza ujue kuna wakati wa kuachia madaraka. Usilewe. Nafasi ambayo Mungu ameruhusu uitumikie kwa watu wake kanisani,
isikufanye uone wewe ndio umefika. Usilewe madaraka. Hapana, usilewe madaraka. Hili ni bomu baya, bomu baya sana. Ukikaa mahali kama kiongozi unaongoza ni miaka 3 au 4, fanya vitu ambavyo unajua hivi, baada ya miaka hii nitaondoka hapa nikiwa salama. Hali ya kupenda madaraka kwa kiongozi wa kiroho ni kitu kibaya. Heshimu neema ambayo Mungu ameiweka kwa wengine, kwamba na wao pia wanaweza pia kukuongoza, na wewe ukae chini wa kuongoza. Wewe ni mwanamke, ukae chini wa kuongoza. Wewe ni mwanaume, ukae chini wa kuongoza. Wewe ni binti, ukae chini wa kuongoza. Wewe ni mzee wa miaka mingi, ni kwetu wa kuheshimu miaka mingi, lakini kaa chini pia uongozwe. Uongozi ni kupokezana. Kupenda, roho ya kupenda madaraka ni roho ambayo kwa kiongozi wa kiroho inamuua. Inamuua. Hilo si jambo jema hata kidogo. Jambo la tatu, au ni sumu namba 3 inaua kiongozi wa kiroho, ni ile hali ya kukosa shabaha. Kiongozi wa kiroho lazima uwe na shabaha, lazima uwe na lengo, lazima uwe na kusudi la mahali ulipo. Mungu akishakuweka uwe kiongozi, tafuta kujua Mungu anataka nini. Tafuta kujua Mungu anataka nini. Ukishaelewa, omba neema ya Mungu ikusaidie kutimiza huo wito. Sababu uongozi wa kiroho ni wito. Sio tu ya kujiweka, ni wito kabisa, kwa sababu Mungu anakuitia jambo fulani ulifanye. Kwa hiyo haijalishi uko kwenye level ipi, haijalishi uko kwenye cheo kipi, wewe ni kiongozi wa kiroho, lazima uwe na shabaha, kwamba tuna miaka 12, tuna miaka 13 hapa, tuna miaka 6 hapa, tuna miaka 4 hapa, tunataka kufanya 1, 2, 3, na uwaeleze pia watu wako kwamba tunaelekea wapi, tunataka kufanya nini. Kiongozi wa kiroho ukikosa shabaha, ukikosa lengo, hiyo ni sumu inayokuua. Na nitakupa athari, matatizo ya kukosa shabaha. Tatizo la kwanza, au athari namba 1 kwa mtu, kwa kiongozi ambaye hana shabaha. Namba 1, kundi kukosa mwelekeo. Kama ni kanisa, kukosa mwelekeo. Yaani hiyo lazima uiweke hivyo. Kwa kiongozi wa kiroho, jitahidi kusimama kwenye ile muda ambao Mungu amekupa kutumika, na ukipewa kutumika, tumika kana kwamba hautatumika tena, ili muda wako unapoisha ndani ya kanisa, jimbo, sijui wapi, basi wewe umalizane na wananchi wako kwa amani kabisa. Sumu namba 3 ambayo inaua viongozi ni ile hali ya kukosa shabaha, kukosa mwelekeo, kuacha kusudi ambalo Mungu ameliweka. Nasema hivi, kitu chochote cha kiroho ambacho Mungu ameweka mtu pale, kuna kusudi mama, kuna kusudi la kimungu, kuna mambo ambayo Mungu atamani yatekelezeke. Sasa ukichaguliwa na watu ama ukateuliwa na viongozi, wewe ukawa kiongozi wa kiroho, hakikisha unamuomba Mungu ili akuambie uko pale kwa ajili ya nini, unapaswa kufanya nini, kwa wakati gani, ili sasa ukishapewa maagizo na Mungu, basi muombe Mungu neema. Iko neema ya kutuwezesha, wapendwa. Hakuna kitu ambacho tukifanya sisi kama sisi tukafanikiwa kwenye mambo ya uongozi wa kiroho. Kila kitu ni neema ya Mungu. Omba neema ya Mungu ikuwezeshe kueleweka, ikuwezeshe kufahamika, kuheshimika, ikuwezeshe kutekeleza yale mambo ambayo mmekubaliana kuyafanya. Kwa hiyo kiongozi, ukikosa lengo, ukikosa shabaha, unazalisha mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, kundi lako litakosa mwelekeo. Kiongozi ambaye amekosa shabaha, amekosa mwelekeo, kundi lako litakosa mwelekeo. Watu unaoongoza
hupata dira na mwelekeo kutoka kwako. Watu unaowaongoza wanatamani kuona unawatangulia mbele, na wewe hauwezi kukaa mbele kama haujui unakoenda. Kwa baki kiongozi sema fanyeni hivi, fanyeni hiki, fanyeni kile pale, hawakuoni kwenye field, kwenye uwanja wa mapambano, uwanja wa vita, kwa sababu wewe mwenyewe haujui mahali unakoenda. Na kama hujui mahali unakoenda, wewe umeshaanza taratibu kufa. Hicho kiti kitakusumbua na mambo hayataenda, maana hata uwezo wa kustahimili kutatua changamoto unapungua ndani yako, Ukikosa shabaha, uwezo unapungua ndani yako. Frederick mwanafalsafa huyo alisema asiyejua kusudi lake hawezi kustahimili changamoto nyingi, na anayelijua kusudi lake anaweza kustahimili changamoto nyingi. Uongozi una changamoto nyingi, na ili changamoto isikumalize, jua unaelekea wapi, elewa unapaswa kufanya nini. Hakuna kiti, hakuna nafasi ambayo ipo haina jukumu mama, haina lengo. Hapana, popote unapokaa tafuta kwa nini nimekaa hapa. Usianze tu kurupuka tu kufanya vitu vyako tu, umefanya hiki, umechangamsha watu. No, elewa tunatakiwa kwenda wapi. Nitaendelea kumsema mzee askofu wangu Dr. Barnabas Tukambali, the way alivyotufundisha kutekeleza mipango mkakati. Ule wa kwanza uliisha kwa ufanisi, tukaja mpango huu tunao miaka 13 ya moto wa uamsho, namna ambavyo analeta watu walimu tofauti kutufundisha, kutuelekeza, kutufundisha. Ile peke yake inatotosha sisi kuelewa ni wapi taasisi hii ya kiroho inakoelekea. Kwa mnapoingia kwenye maombi, mnaomba uamsho, mnaimba uamsho, mnatembea uamsho, mnazungumza vikao, mnazungumza uamsho. Inakuwa ni ajenda ambayo imeeleweka na inaweza kufikiwa kiwepesi kwa sababu tumeielewa. Kwa nini? Yeye mwenyewe anajua kule ambapo tunaenda. Mungu aliongea naye, alipoongea naye akalileta kwa watu wake waliomsaidia. Mungu akasema nao, wakalileta kwetu kama viongozi. Mungu akasema nasi, na sisi tumeendelea kulipeleka kwa waumini, na kanisa linaenda. Ni kwa namna mabadiliko tunayaona ya kiroho, ya kiuchumi, ya kila namna, kwa sababu kiongozi aliyeleta ajenda anajua hii ni ajenda. Kwa hiyo tuwe na shabaha. Biblia inazungumza kwenye Mithali 29:18, anasema pasipo maono watu huacha kujizuia. Pasipo maono watu huacha kujizuia. Kama watu waje kujizuia, maana yake ni kwamba vitafanyika vitu ambavyo huwa nasema ajenda nyingi zinazaliwa. Yaani kiongozi asipokuwa na maono, ajenda nyingi zinaanza kuzaliwa. Naona? Kwa hiyo jitahidi kubaki kwenye ajenda mama pale ambapo wewe mwenyewe unaweza kusimama na kile ambacho unakielewa. Jambo la tatu, kiongozi ambaye amekosa shabaha anachokizalisha, jambo la tatu, rasilimali hupotea. Kuna rasilimali watu, kuna rasilimali muda, kuna rasilimali fedha. Hivi vitu vinaanza kupotea. Kiongozi unaweza kutumia fedha vibaya kwa sababu hujui zinatakiwa kufanya. Kiongozi asiyekuwa na malengo huanza kupambana na watu wanaoongoza. Kwa hiyo jaribu kuwa ni mtu mwenye shabaha, utafanikiwa. Kwa sababu ukikosa shabaha, umeanza taratibu za kuwa maiti, umeanza kuwa kiongozi mwenye kwashakoo, na utakufa mapema. Lakini si hivyo tu, ukikosa shabaha unakosa nguvu ya kufanya uamuzi. Tunasema decision making inategemea nguvu yako ya ndani ya kujua unakuelekea, kwa sababu malengo, kusudi ulibeba, ndilo ambalo linakupa aina ya maneno ya kuzungumza, ndio ambalo linakupa aina ya marafiki kwa kuambatana naye, ndio linakupa aina ya watu ambao unaweza ukashirikiana nao katika huduma. Kusudi ambalo umelibeba linakuambia uimbe nyimbo zipi na nyimbo zipi sio za kuimba.
Kusudi uliolibeba linakuambia ni step zipi ucheze, step zingine usicheze. Kusudi uliolibeba linakuelekeza sherehe ipi uende, sherehe ipi usiende. Kusudi uliolibeba linakuelekeza ni chakula gani ule, chakula gani usile. Kusudi. Kwa hiyo ukipoteza kusudi unapoteza nguvu ndani ya kufanya maamuzi. Kipi nifanye, kipi nisifanye? Unakuwa ni kiongozi holela, na ukishakuwa kiongozi holela, maana yake ni kwamba umeshapoteza mwelekeo wa uongozi. Wewe uongozi wako unakufa, unapoteza mwelekeo, unapoteza sura ya kiongozi ambayo italeta manunguniko, utaanza kuishi kwa mashinikizo, utaanza kuishi kwa mihemko, kwa sababu huwezi kufanya maamuzi. Mtu mwenye mihemko hisia kali nini, hawezi kuwa mtu wa maamuzi. Kwa hiyo na kiongozi ni mtu ambaye anatakiwa kuwa na uwezo wa kufanya maamuzi. Yakobo sura ya 1 mstari wa 8 inasema, mtu wa nia mbili husitasita katika njia zake zote. Mtu wa nia mbili husitasita katika njia zake zote. Neno kusitasita maana yake ni mtu ambaye hawezi kufanya chochote, ana mashaka. Kiongozi asiye na shabaha ana mashaka. Kiongozi ambaye hajui tunakolenga, tunapiga risasi hii au mshale huu unaelekea wapi, huyu ni mtu ambaye ana mashaka na hawezi kufanikiwa. Athari nyingine ya kiongozi asiyekuwa na shabaha ni kupata viwango vya maadili vinapungua. Viwango vya maadili vinapungua. Uwezo wa kujisimamia katika hali ya uadilifu inapungua. Uadilifu ni ile hali ya kuwa mmoja. Wazungu wanasema to be oneness. Ile hali ya kuwa moja tu. Asubuhi unasema hapana, mchana unasema hapana, jioni unasema hapana. Asubuhi unasema ndio, jioni unasema ndio, na kesho unasema ndio. Ni ile hali ya kuwa mmoja. Mtu asiyebadilika kwa sababu ya mazingira ya aina yoyote. Una njaa, umekataa. Umeshiba, umekataa. Sasa kiongozi usipokuwa na shabaha, hauwezi kuwa na uadilifu. Viwango vyako vya uadilifu vinapungua chini, na vikipungua chini maana yake ni kwamba kampuni au kanisa unalosimamia, taasisi unalosimamia kidini, au ile department nini, idara unayoisimamia, hiyo inaanza kupotea, inashuka viwango, na inazalisha malalamiko, inazalisha usiri usiokuwa na sababu, inazalisha vikao vibaya vibaya, inazalisha migogoro, kwa sababu watu hawakuelewi. Watu hawakuelewi. Athari nyingine ya kukosa kuwa na shabaha, tunasema wafuasi wako wema wanaanza kukata tamaa. Watu waliokuwa wanakuamini, wakiona hujisimamii, wakiona hujitawali, wakiona hujiwezi, wanashindwa kukuamini tena, wanakata tamaa, wanashusha viwango vya kukuamini. Ukizungumza vitu havifanyiki. Kwa nini? Hakuamini. Naogopa sana watu waliokuwa wanakuamini wakipoteza matumaini, wakipoteza imani na wewe. Huna namna ya kufanya ili waje wakuamini tena. Kwa hiyo jitahidi kama kiongozi uwe na shabaha unapoongoza. Athari nyingine ya kukosa shabaha ni migogoro kuongezeka mahali unapoongeza. Wewe kiongozi wa kiroho, migogoro inaongezeka. Kwa nini inaongezeka? Ajenda zinakuwa nyingi, kila mtu ana ajenda yake, kwa sababu wewe huna ajenda mama ambayo umewatwisha iwapeleke kuimba, iwapeleke kusema, iwapeleke kufanya hivi. Huna. Kwa kila mtu ambaye yuko chini yako anakuwa na ajenda yake. Kwa hiyo usizalishe kiongozi, usizalishe ajenda nyingi kwenye eneo lako la huduma, kwa sababu ya kuto kuwa na ajenda mama ya kanisa lako, ajenda mama ya idara yako, ajenda mama ya taasisi yako ya kiroho. Jitahidi watu wajue wapi tunaenda na tutafikaje tunakoenda. Jambo la kwenye sumu za kiroho, ukiwa ni mtu ambaye huna shabaha, unakosa, tunasema uvumbuzi, usanifu wa kiuongozi unakosekana ndani yako. Uongozi ni sanaa. Uongozi ni sanaa, ni sayansi kabisa. Inahitaji ubunifu, inahitaji sanaa. Lazima sanaa ionekane katika kuongoza kwako.
Kwa hiyo kama huna shabaha, unakosa ule uwezo wa kuvumbua mambo, unakosa ule uwezo wa kuona fursa. Unaweza ukazungukwa na madini, wewe ukaona kama vile ni mawe ya kawaida, ukachezea bao. Unaweza ukazunguka na wingi wa maji, wewe ukaona kama ni takataka. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako hakuna ule ubunifu wa kiongozi, kwa sababu hujui unakoelekea. Kiongozi anayejua anakoenda ni kiongozi ambaye atakuwa na ubunifu mwingi. Kwa nini ana ubunifu mwingi? Ana muda wa maombi, kumwomba Mungu ili akili yake iwe salama kila wakati mpya, lakini pia ana muda pia wa kusoma sana, kwa maana ya kutafuta maarifa mengine, lakini pia ana muda pia wa kujitafakari yeye mwenyewe, kujua hivi mpaka hapa nimefanya nini, natakiwa kufanya nini. Hivyo vitu vitatu vinampa kiongozi kuwa na moyo wa ubunifu. Sasa kama haujui unakoenda, hauwezi kuwa na ubunifu na wala hauwezi kuona fursa ambazo ziko mbele yako. Nimalize na hii nukuu ya mwanafalsafa mmoja anaitwa Lucius Seneca. Alisema, if one does not know to which port is sailing, no wind is favorable. Yaani mtu asipojua anaelekea bandari ipi, hakuna upepo wowote utakaofaa. Hamna. Lakini ukijua anaelekea huku, upepo utakufaa. Usipojua utaenda hivi, kila upepo kwako utakuwa ni tatizo. Kwa hiyo viongozi wengi tunakufa taratibu kwa sababu hatuoni fursa. Na tunafikiri tuko wazima, kumbe tulishakufa tayari. Kumbe tulishaisha, bado tu kuzikwa. Kwa nini? Kwa sababu hatuna malengo, hatuna shabaha, hatujui, hatuelewi. Mungu akujalie neema, Mungu akusaidie ili usiishi kwa sababu umeamka, kwa sababu jua limetoka. Uishi kwa sababu kuna kusudi unatakiwa kulitimiza. Asante sana, Mungu akubariki. Tuonane wakati mwingine. Asante.